Hizi ndizo baadhi ya sababu kuu zinazochangia utekaji kulingana na mjadala ambao uliitishwa na TLS kupitia raisi wa chama hicho cha Tanzania Law Society, Boniface Mwabukusi. Ameandika baadhi ya sababu hizo kupitia ukurasa wake wa X, si ndio bwana? So anazungumza hapa, TLS tuliitisha mdahalo wa kitaifa kuzungumzia utekaji. Baadhi ya sababu kuu zinazochangia utekaji kulingana na mjadala ule ni pamoja na udhaifu wa mifumo ya utendaji wa jeshi la polisi, colonial mentality, na kutotenganishwa kwa shughuli za upelelezi na uchunguzi kutoka jeshi la polisi na kuwa idara inayojitegemea na kuendesha. Kukosekana kwa ufanisi katika vyombo vya usalama, ikiwa ni pamoja na upelelezi duni, rushwa na ukosefu wa rasilimali, kumechangia wahalifu kuendesha vitendo vya utekaji bila kuogopa hatua madhubuti. Uingiliaji wa siasa katika vyombo vya dola, kuwepo kwa matukio ambapo vyombo vya dola vimetumika kushiriki au kufumbia macho vitendo vya utekaji, hasa kwa watu wanaonekana kuwa tishio kwa mamlaka. Malalamiko haya tumeyasikia toka kwa Edgar Mwakabela, Mwamlima, Mdude Nyagali na kadhalika. Kutokuwepo kwa uwajibikaji wa haki kwa waathiriwa. Hii inachangiwa na kukosekana kwa uwepo wa taasisi ya kulisimamia jeshi la polisi haswa linapolalamikiwa. Njia ya msingi ni kuiboresha tume ya haki za binadamu na utawala bora kwa kuzipa uhuru, fedha ya kutosha, kuajiri wataalamu na wapelelezi wake, pamoja na kuwa na timu ya wanasheria wake wanaowajibika moja kwa moja kwa tume hii. Wengi waliotekwa na kutoweka hawajapata haki, na serikali mara nyingi haifanyi uchunguzi wa kina wa matukio haya, na jeshi na polisi imekuwa ikitoa majibu ya jumla. Mazingira kama haya yanawapa wahusika ujasiri wa kuendelea na vitendo hivyo bila oga wa kuchukuliwa hatua. Malengo ya kisiasa na udhibiti wa uhuru wa kujieleza. Baadhi ya matukio yameripotiwa kuwalenga wanaharakati, waandishi wa habari na wanasiasa wa upinzani, jambo linaloashiria kuwa kuna nia ya kuzima sauti za upinzani na ukosoaji. Hii ni mazingira kama haya ya upoteaji wa kina Soka na wenzake, madhila ya kina Mdude Nyagali, Soka, Edgar Mwakabela, Mwalima, Mzee Ali Kibao na kadhalika. Uhalifu wa kimfumo, uhalifu wa kupanga kama vile magenge yenye nguvu yanaweza kushiriki katika vitendo vya utekaji kwa lengo la kutisha, kupata fidia au kusaidia ajenda fulani za watu wenye mamlaka. Lakini ni mara chache magenge kama haya kuteka wakosoaji. Haya yanakuwa na malengo binafsi yenye kulinda au kuendeleza magenge ya kihalifu. Kukosekana kwa sheria kali na kukosekana utashi wa kuzitekeleza. Ingawa kuna sheria zinazopinga vitendo vya utekaji, utekelezaji wake umekuwa dhaifu, na hili pia linachangiwa na baadhi ya maamuzi ya mahakama ambayo kwa mazingira yanatoa hifadhi kwa wenye dhamana ya kulinda uhai wetu kujificha na kukwepa wajibu wao, na hivyo kuruhusu vitendo hivi kuendelea. Pia nchi kutokuwa na mfumo thabiti na kuridhiwa na mkataba wa kimataifa kuhusu utekaji au upotezwaji wa watu, si ndio? Kwa picha yake hapa hivyo bwana. Huyo ni raisi wa TLS Boniface Mwabukusi. Ameweka hiyo hapo baadhi ya sababu zinazopelekea kuwepo na wimbi kubwa la watu kutekwa na vitu kama hivyo. Sasa ni mdahalo ambao wenyewe waliuitisha. Of course ulikuwa ni mdahalo wa ndani, umeelewa vizuri. So wamejadili, wamekuja
wamechambua baadhi ya hizi hapa sababu. Huyu anasema option A ya kutoa ripoti, polisi imeshindikana. Polisi wanasema wao hawahusiki. Sasa option B ni raia kujilinda. Ina maana hao watu ni wauaji na majambazi, dawa yao ni kukamata na kuchoma moto. Hii option itakuwa solution kwa tatizo lililopo. Wenyewe wataanza kujitambulisha vizuri. Akaja Mwabukusi akamjibu hapa, sheria inaruhusu kujilinda, kumlinda nduguyo au mali zako, na kuwa mazingira na kuna mazingira hata kujilinda huko kukapelekea mauti ya mtuhumiwa, unakuwa hujatenda kosa lolote. Huyu anasema kwa maoni yako tu, mfano chombo ambacho kinapeleleza kinakuwa huru, je, kitaundwa na watu wa aina gani at least kutoa hiki kinachoendelea? Mwabukusi akaja akamjibu, nimefafanua hapo namna ambayo tume ya haki za binadamu na utawala bora inahitaji kujisimamia. Pia tume iwe na uhuru kifedha, kinga ya kisheria na uwezo wa kufika popote na kufanya lolote kulinda uhai. Huyu anasema na kukubali sana senior advocate Mwabukusi, weredi na uwazi wako vinakupa kuaminika kwa raia, na Mungu akubariki always. Akasema amina mtu wangu. Huyu anasema mbona unatabasamu kwa mambo serious, kwa jambo serious kama hili? Kwenye ile picha ambayo aliweka, so anasema my smile is very deceptive, don't take it for granted. Mela vizuri, yani anasema kwamba anamuua nyani akiwa anamwangalia usoni. Umeelewa vizuri, ndicho alichomaanisha hapa, kwamba usilichukulie poa hilo tabasamu, linamaanisha kila ambacho nimekiandika hapo. Umeelewa vizuri, ni tabasamu fulani hivi la kimkakati. Okay, wanasema lakini pia usisahau utungaji wa sheria unaoenda kisiasa, kama kule kuirudisha usalama katika ofisi kuu na kuwatungia sheria ya kinga kwa makosa wanayoyafanya wakiwa kwenye majukumu yao. Sasa kama mtu ameshajua hawezi kushtakiwa kwa kosa lolote, utaendelea kufanya bila uoga. Okay, wanasema utekaji mkubwa unafanywa na vyombo vyenye nguvu na mamlaka pamoja na watu wenye nguvu kiutawala na kiuchumi. Kwa hiyo sioni haja ya kuchunguza, lakini ni kukemea na kukaa nao chini kumaliza utata, na pia kama mtu atakosea awajibishwe kisheria, sio kutekwa na kupotezwa. Of course comment ni nyingi kweli kweli, watu wamezidi kuchangia kwenye hiki ambacho Mwabukusi ameandika. Nitasoma comment 3 za mwisho. Huyu anasema huko kote tutazunguka mkuu, watekaji CCM chini ya kivuli cha serikali. Hayo mengine ni mapambio tu. Kwa nini waathirika wakuu wa utekwaji ni wale ambao wanainyoshia kidole serikali pamoja na CCM, full stop. Lakini pia waathirika wengine ni wale ambao wako vyama tofauti na CCM. Wanasema najaribu kuanza kama nchi, je, tumeshindwa kujitawala? Mbona kama bado tuko utumwani, ili hali nchi imepata uhuru toka 1961? Je, tuliowapa dhamana wameshindwa kutekeleza wajibu wao? Je, tuna uwezo wa kukuwajibisha? Na kama hatuwezi, tunafanyaje kutoka hapa tulipo? Je, nchi yetu ni ya CCM tu? Liza maswali hayo. Comment ya mwisho ambayo naisoma, comment ni nyingi kweli kweli, lakini nasoma hii ya mwisho. Huyu anasema hapa nina swali, naomba kuelekezwa mheshimiwa, hivi rais hana mandate ya kumamrisha IGP aunde kamati hata ya masaa kadhaa kupata majibu kama kuna utata kwenye mfumo wa kipolisi? Nikipata jibu ya hili swali nitakuwa na swali la pili. Asante. Kwa hiyo ndo hivyo, ni mdahalo ambao uliitishwa wenyewe TLS ndani ya kamati yao, waliitisha mdahalo wa kitaifa na kuzungumzia kuhusiana na swala la utekaji. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na hizi sababu ambazo zimewekwa hapa? Hii ni VOT Media. Hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.